Naam, warigani mwanafamilia wa Mkubwa Media. Kama ni mara yako ya kwanza, hakikisha unabonyeza alama nyekundu iliyoandikwa subscribe. Kilichotokea kwenye mitandao ya kijamii ni kuhusiana na show ya Harmonize kule Ethiopia, ambapo tunaona kwa mara ya kwanza mwaka 2026 Harmonize amefanya show kubwa nje ya Tanzania, yani nje ya mipaka ya Tanzania, na tunaona kwa upande mwingine tumekuja kuona kwamba kuna utofauti wa Harmonize wa mwaka jana na Harmonize wa mwaka huu, ambapo mwaka jana tunaona Harmonize hakufanya show kubwa kama aliyofanya kule Ethiopia, lakini kingine ni kwamba amefanya kazi na msanii mkubwa kutoka pale nchini Ethiopia, ambapo umetoa ngoma mpya kwa jina la Movement, bonge moja la ngoma. Sasa Mr. Pimbi amefurahishwa na hilo na ameweza kutoa fakti zake, kwa sababu kwa upande mmoja ama mwingine amempongeza kwa 100% Harmonize kutokana na maendeleo aliyoyafanya kwenye muziki wake. Kumbuka juzi tu hapa ametoka kufanya kazi na Mbosso, bonge moja la hit song. Hapa nazungumzia Leo, bonge moja la ngoma, na nyimbo hiyo imemfanya Harmonize kupata show kubwa, na cha kufurahisha kabisa ni kwamba Harmonize sasa hivi kupata show ya kimataifa ni kwamba amejiongezea profile nyingine. Kwa sababu hii inamfanya kuweza kuvuta pia mapromoter wengine wa show katika nchi nyingine, mfano nchi kama Burundi, Rwanda au sio Kenya, kufanya naye kazi, lakini bila kusahau Uganda, na ambapo tunaona hajawahi kufanya show tangu mwaka jana. Sasa hivi tunaona ameweza kufanya show kubwa ambayo Mr. Pimbi anasema kwamba ni show ambayo ameandaliwa kwa heshima kubwa sana, na ni wasanii wachache kutoka Tanzania kufanya show za kimataifa. Nikuelezee tu ni kwamba kwanza, ukiona msanii anafanya show nje ya nchi, kiukweli ni bahati kubwa sana, kwa sababu inaonekana ana vigezo vya kutosha. Lakini kingine, msanii analipwa pesa nyingi sana tofauti na hapa Tanzania. Kwa mfano, ilikuwa inadhaniwa kwamba Harmonize anaweza kuwa analipwa kama milioni 50 za Kitanzania, yani kama dola 25,000 hivi kama sikosei. Lakini sasa ukija kwenye upande wa kimataifa, hiyo ile inaweza kapanda zaidi, kwa sababu tunaona huyu ni mtoto wa Diamond kimuziki. Diamond ni msanii ambaye amefanya makubwa sana kwenye hasa matamasha ya kimataifa, lakini pia amekuwa msanii wa kwanza kuweka kiwango chake cha show. Sasa na imani Harmonize naye pia atakuwa amefuata nyayo za baba yake, kwa sababu ukizingatia ni kwamba katika ile show aliyofanya pale Ethiopia ni show ya heshima sana kwa Harmonize, lakini pia ameondoka na kijiji. Na kingine ni kwamba kuna wale haters ambao wanachuki naye, wanasema kwamba ile show sio ya kwake, ile show ni ya watu wengine, kwamba tu yeye ameingia tu pale. Lakini sasa haijalishi, unaweza ukawa main artist au supportive artist. Yani main artist maana yake ni msanii mkubwa kwenye show, ambapo wewe ndio unaenda kufunga kipindi, yani show wewe ndio unakuimalizia show. Kwa hiyo wanatangulia wengine, alafu wewe unaenda kumaliza show, unakuwa ni mtu wa mwisho. Mfano, kuna matamasha yanaandaliwa kimataifa huko, mfano Marekani na wapi, tunaona Burna Boy anakuwa ni msanii wa mwisho. Kwa hiyo wanatangulia wasanii wengine wote, alafu anamalizia Burna Boy ama msanii mkubwa katika show, unakuta yeye ndo anamaliza show. Sasa tunaona kwa upande mwingine ni kwamba Pimbi, Mr. Pimbi ameweza kuongelea hili swala na ametoa fakti zake na kusema kwamba Harmonize ametoa gundu baada ya kukaa zaidi ya mwaka mzima bila kufanya show yoyote ya kimataifa. Hongera kwake, kwa sababu hii kufanya show kimataifa hii inamsaidia pia Harmonize kufanya vizuri. Lakini pia tunakumbuka alishawahi kutangazaga show, kuna tour alitangaza tour ya Marekani, alitangaza tour ya Ulaya, alitangaza tour Asia, alitangaza tour Afrika, atakuwa na show katika nchi tofauti tofauti. Lakini tunaona sasa hivi ndio mambo yanazidi kuendelea kama kawaida. Sasa kumbuka yani Harmonize sasa hivi anaendelea na ile schedule yake ya show, kwa sababu tunaona alitangaza show kama sikosei ilikuwa ni Agosti mwaka jana. Alitangaza show katika miji mbalimbali, na kama mfuatiliaji wa matangazo hapa Mkubwa Media niliwahi kukuwekea hiyo kitu kwamba
ametangaza show katika nchi tofauti tofauti. Kwa hiyo tunaona kwanza alitangaza show za kutosha hapa Tanzania. Lakini licha ya hivyo ni kwamba tunaona chache zilifanyika, lakini kutokana na matatizo ya hapa na pale akaona isekesi basi aendelee na mambo mengine. Sasa baada ya kumsifia, yani baada ya Mr Pimbi kumsifia Harmonize, watu wamekuja hapa kutoa maoni yao. Mmoja kaandika kila kitu wewe unajua, mmoja kaandika hiyo show si ya kwake, mmoja akamwambia ilikuwa ya kwako, mmoja kaandika kieli si ulikuwa unamponda Harmonize ukahamia kwa Diamond na akakupotezea, maana hapendi kiherehere, umerudi kwa Harmonize hataki shobo Pimbi wewe kama jina lako. Mwingine akaandika Pimbi anaotoa fact akitokea pembeni kama Yamal. Bro, Hamo hajawa na uwezo wa kukupa hao watu Ethiopia. Mmoja kaandika hiyo alialikwa tu sio show yake mwenyewe, ila nyie wa Tanzania eti miezi kadhaa toka mwaka jana umeingia cha kike. Mmoja kaandika show za Canada ni zako. Mr Pimbi wapi baba? Umesema kweli bro, hujawahi niangusha, kumbe iko AI ya kukaza watu. Mmoja kaandika ukiongea na ofisi za balo zetu wanakufanyia maarifa ya kufanya show. Hiyo ni bonanza tu na watu wameingia bure. Kwa hiyo wengine wanasema kwamba hiyo show ya Harmonize pengine amefanya bure. Kuna ile zile show ambazo za hapa na pale ambapo msanii anaandaa show na watu wanaingia bure, anatumbuiza na mambo mengine yanaendelea, kwa sababu ukuta sponsor wamebariki show na wameingiza hela ili kuweza kutangaza biashara zao na watu wanaingia na kufanya kupata burudani. Sasa kwa upande mwingine ni kwamba Harmonize hii inamtengenezea nyota na njia kutokana na wasanii wa kimataifa kuona ni kama msanii ambaye anafanya vizuri. Na hata kama unakumbuka vizuri, Diamond alitengeneza profile yake kabla hajaenda kimataifa. Kwa hiyo sasa hivi Harmonize ni wakati wa kutengeneza profile yake kwenda kimataifa, kwa sababu kimataifa wanataka kuona ni msanii ana show ngapi, amefanya show ngapi kwa mwaka. Ukiangalia hizo show pia ana hit song ngapi. Kwa hiyo jinsi watu wanavyokubali ndivyo watu wanavyokupokea, kwa sababu ukiangalia hata baadhi ya collab zinashindwa kufanyika. Sidhani kama Harmonize atamani kufanya kazi na Wizkid pengine au Burna Boy au sio ama Rema, ni kwa sababu profile yake inazungumzaje. Umefanya show ngapi kwa mwaka? Je, una hit song ngapi kwa mwaka? Na wanaangalia album ngapi umetengeneza kwa mwaka. Sasa watu wengine hivyo vitu wanashindwa kuelewa. Kwa hiyo wasanii wengine wanashindwa kufanya kazi na wasanii wachanga kutokana na profile yake, au sio? Lakini sio hicho tu kigezo, lakini kama ukitoa hit song kali ambayo inaonekana kuwa ni global, basi inakuwa ni jambo rahisi. Dondosha maoni yako, share, subscribe.